dada mmoja alikuja kanisani kwa ajili ya deliverance, na moja ya habari ambayo alikuwa akieleza ni kwamba aliwahi kupelekwa na ndugu yake kwa mganga ili aweze kupata msaada, na Roho Mtakatifu aliniambia chanzo cha matatizo alionao ni kwa sababu ndugu yake huyo ambaye alimpeleka kwa mganga hakumpeleka ili kumsaidia, ila alimpeleka ili kumfunga. Adui wa mtu ni wa nyumbani kwake mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utagundua Yusufu anataka kuuzwa na ndugu zake. Kwanza walitaka kumuua, lakini la pili wakaona iwezekano wakamtupa kwenye kisima, lakini la tatu wakabidi wamuuze. Ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 12, Miriam dada yake Musa, Haruni kaka yake Musa walisimama kinyume na Musa kwa sababu Musa alikuwa amemwoa binti wa Ethiopia. Adui wa mtu ni wa nyumbani kwake mwenyewe, mpaka Mungu akaingilia kati. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 15, unaona kabisa maadui, unazungumzia ukuta ulikuwa ni mkubwa, maadui walishindwa kuingia kumkamata Samson, lakini watu wa Yuda ndio walimfunga kamba Samson na kumuuza kwa Wafilisti. Waamuzi sura ya 16 unamuona kabisa alimuuza Samson ilikuwa ni Delila. Samueli wa pili inazungumza habari ya Absalom, ambaye Absalom alitaka kumuua baba yake Daudi. Daudi anasema na tukimbie ili Absalom asije akatupita akatufanyia mambo yaliyo mabaya. Kitabu cha Ayubu inasema mke wa Ayubu alimwambia Ayubu, mkufuru Mungu wako na ufe. Mika sura ya 7 mstari wa 6 anasema kwa kuwa kijana hatomheshimu baba yake, binti atasimama kinyume na mama yake, na mkwe atasimama kinyume na mkwe wake. Hakika adui wa mtu ni wa nyumbani kwake mwenyewe. Na Yesu akaja kuzungumza kwenye Mathayo kwamba adui wa mtu ni wa nyumbani kwake mwenyewe. So watu wengi tunatafuta adui wa nje pasipo kujua kwamba kuna adui ambaye sisi tuko naye ndani, na adui wa ndani ni mbaya kuliko wa nje. So unamuona kabisa Samson anakabidhiwa kwa adui zake kupitia adui wa ndani, baada ya adui wa ndani kupokea rushwa. Ndio maana tunabidi tuingie kwenye maombi. Kila adui aliyenizunguka, adui yoyote wa ndani, na afichuliwe kwa moto wa Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa yale yote ambayo unapitia ni kwa sababu ya adui aliyopo ndani. Adui wa mtu ni wa nyumbani kwake mwenyewe.